toba ya kweli, toba ya kweli. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ni maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Tumeitwa kwa jina la Yesu Kristo, na ndio maana tunaitwa Wakristo. Tutakubali kunyenyekea mbele za Mungu na kuomba na kuziacha njia zetu mbaya. Mungu ameahidi kwamba atasikia kutoka juu mbinguni, atatusamehe dhambi zetu na kuiponya nchi yetu, Kwa hiyo rafiki yangu, toba ya kweli ni muhimu sana katika maisha yetu. Tunatakiwa tuwe watu wa kutubu, watu wa kunyenyekea mbele za Mungu. Sasa nielewe kitu hiki rafiki yangu, kwamba toba ya kweli haiishi pale kwenye kukiri kwamba umekosea, kwamba Baba nisamehe, nimekosea hiki, nimefanya hiki na hiki, nimekutenda dhambi, Mungu ninaomba unisamehe, Yesu naomba unirehemu, naomba unisamehe. Haiishi hapo. Kuna haya mambo manne nataka tukayaangalie, yatakayokuonyesha, yatakayokupa mwangaza wa toba ya kweli. Jambo la kwanza ni ili unalotakiwa kujua kwamba toba ni roho ya Mungu iliyowekwa ndani yetu ili kutupatanisha na Mungu pamoja na ndugu zetu. Toba ni roho ya Mungu iliyowekwa ndani yetu, ile hali ya kunyenyekea. Ni Mungu anatamani tuwe watu wa namna hiyo. Na kwa kukosa roho ya toba, uamsho umetoweka ndani ya kanisa. Ndio maana unaona ndani ya kanisa, yani watu walioko kanisani na watu walioko mtaani hawana utofauti, yani hakuna utofauti unaoonekana, kwa sababu watu wa kanisani, ile hali ya kujinyenyekesha, hali ya kunyenyekea mbele za Mungu na kuomba na kuziacha njia zao mbaya imetoweka. Toba ya kweli imetoweka ndani ya mioyo ya watu. Ndio maana unaona mtu aliyeko kanisani, mtu anaenda kanisani kila siku, na mtu aliyeko mtaani hawana utofauti. Wanajifunza lakini hawaufiki ujuzi wa kweli. Utofauti hamna, kwa sababu toba ya kweli imeondoka ndani ya mioyo ya watu. Yaani mtu anaona kuishi maisha ya dhambi, maisha ya nini kama kawaida. Toba ya kweli imetoweka. Ila unatakiwa ujue hili kwa habari ya toba, kwamba toba kwa lugha ya asili inamaanisha kubadilika, kugeuka kwa ile hali ya kujisikia huzuni, maumivu, kujuta kwa sababu ya kile kitu ulichokifanya kisicho kizuri na kukiacha kabisa. Toba ya kweli unatakiwa ukubali kubadilika, inatakiwa ukubali kugeuka, inatakiwa ukubali kuacha kabisa hicho kitu ulichokuwa kifanya ambacho hakimpendezi Mungu wala hata wanadamu hakiwapendezi. Toba ya kweli. Jambo la tatu la kutambua ni ili kwamba toba ni njia pekee ya kufanya uhusiano wetu na Mungu urejee. Toba ni njia pekee ya kufanya uhusiano wetu na Mungu urejee. Unataka mahusiano yako mazuri na Mungu, hakikisha unakuwa mtu wa toba. Jinyenyekeshe mbele za Mungu, jinyenyekeshe mbele za Mungu. Ndio maana Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Toba hurejesha uhusiano wetu, ni njia pekee ya kurejesha uhusiano wetu na Mungu. Lakini jambo la 4 nasema toba ni msingi wa imani yetu. Toba ya kweli ni msingi wa imani yetu. Umekiri makosa yako, umekubali kabisa, kweli ndio nimekosea, Baba ninaomba unisamehe. Umekiri makosa yako, umekubali makosa yako. Inachotakiwa ugeuke na kuacha. Ugeuke na kuacha, ukubali kubadilika, ugeuke na kuacha kabisa. Kwa kufanya hivyo utarejesha uhusiano wako na Mungu, lakini pia
imani yako itaendelea kuwa imara ndani yako. Utaendelea kuwa na msimamo katika imani yako, utaendelea kuwa na nguvu katika imani yako. Lakini kwa nini basi tunatubu? Kwa nini tutubu? Kwa nini tutubu? Kuna mambo matatu natakiwa uyajue kwa nini tunatubu. Jambo la kwanza, tunatubu mbele za Mungu kwa sababu hatuwezi kumficha Mungu dhambi zetu. Hakuna namna yote ile unaweza kumficha Mungu dhambi. Hata ungekuwa umeifanyia sehemu gani, nchi gani, mahali gani pa kificho, Mungu anaona, Mungu anakuona. Kwa hiyo dhambi yako anaiona. Kwa hiyo usipotubu au katubu, Mungu anaona. Ila ukikubali kutubu, anasema anaifuta wala hakumbuki tena, ukikubali kutubu. Jambo la pili, kwa nini tunatubu? Mungu hawezi kumtumia mwenye dhambi. Unataka kuona matendo makuu kwenye maisha yako kutoka kwa Mungu, hakikisha unakubali kutubu, kwa sababu Mungu hawezi akamtumia mtu mwenye dhambi. Jambo la tatu, kwa nini tunatubu? Dhambi huzuia majibu ya maombi yetu. Dhambi huzuia majibu ya maombi yetu. Tunatubu kwa sababu tunataka tupokee majibu kutoka kwa Mungu ya kile tunachokiomba. Umejitaabisha sana, unaomba siku 40, 30, sijui siku 3 kavu, sijui ngapi. Kama kuna dhambi bado haujaitubu, haujakubali kuiacha, rafiki yangu, hayo maombi yako yatakuwa ni kelele mbele za Mungu. Maana anasema maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Hayo maombi yako yatakuwa ni kelele. Ni heri ufanye toba ya kweli, ya kukubali kuacha, ya kukiri makosa yako, kukubali kuacha, kugeuka na kubadilika, ili uone majibu ya kile unachokiomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu na Bwana wetu, tunajua kabisa roho ya toba inatoka kwako. Bwana, tunaomba utusaidie. Mungu wetu na Bwana wetu, tusaidie kuwa na moyo wa kutubu, roho ya toba. Bwana, toba ya kweli ndani ya mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tusaidie mfalme wa amani, tusaidie Jehova, katika jina la Yesu. Tuwe na toba ya kweli kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Asante Bwana wetu na Mungu wetu kwa neema yako na upendo wako, kwa Bwana umetenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Amen.